Ukiona mambo haya saba, jua maisha yako yako karibu kufanikiwa. Maisha yana kanuni ya ajabu sana. Kabla ya mafanikio makubwa kuja, kuna dalili ambazo huonekana. Watu wengi huzipuuzia au huzichukulia kama bahati mbaya, lakini ukweli ni kwamba hizo ndizo ishara za mabadiliko makubwa yanayokuja. Katika video hii nitakwenda kukwambia mambo haya saba ambayo ukiyaona basi unatakiwa utambue ya kuwa maisha yako yako karibu kufanikiwa. Na jambo namba 6 na namba 7 litakushangaza zaidi. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, nisiwe mchoyo wa shukrani. Napenda kuwashukuru watu wote mlio subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Tunawaombea kwa Mungu awalinde, awatunze na awafanikishe kwenye kila jambo mnalolifanya. Lakini kama ndio mara yako ya kwanza kabisa na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie, ukiona mambo haya saba, jua maisha yako yako karibu kufanikiwa. Namba 1, unapopitia changamoto kali ghafla. Kama unaona maisha yako yameanza kuwa magumu ghafla, mambo hayaendi, milango inafungwa, watu wanakuangusha, usikate tamaa. Hii mara nyingi ni ishara kwamba uko karibu kuvuka kwenda ngazi nyingine ya maisha. Kwa hiyo kiroho na kimaisha, mafanikio huja baada ya majaribu. Ni kama dhahabu lazima ipitie moto ndipo iwe safi. Kwa hiyo ukiona jambo hili la kwanza, ukianza kuona unapitia changamoto kali kwenye maisha yako, ukianza kuona unapitia changamoto kali, yamkini kazini, yamkini kwenye huduma, unakutana changamoto kali, changamoto kutoka kwa ndugu, kutoka kwenye familia, sehemu yote ukaanza kuwa unakutana na changamoto kali, hili ni jambo ambalo linaonyesha kuwa umekaribia, maisha yako yamekaribia kufanikiwa. Kwa hiyo hutakiwi kabisa, unapoona jambo hili la kwanza kwenye maisha yako, hutakiwi kabisa kukata tamaa. Hii mara nyingi ni ishara kwamba uko karibu kuvuka kwenda ngazi nyingine ya maisha. Kwa hiyo kiroho na kimaisha, mafanikio huja baada ya majaribu, baada ya changamoto kali. Ni kama dhahabu lazima ipitie moto ndipo iwe safi. Ili dhahabu ipite kwenye moto, lazima dhahabu inapitishwa kwenye moto ili iwe safi, iwe ng'are. Kwa hiyo hata kuna muda changamoto zinaweza zikaja, mambo yakazuka, unashangaa unapitia changamoto mpaka unajiuliza kwa nini ni mimi tu napitia. Kwa hiyo hutakiwi kukata tamaa. Unachotakiwa kutambua, upo karibu na mafanikio. Hutakiwi kukata tamaa, hutakiwi kunung'unika. Lakini jambo la pili ambalo ukiliona, basi tambua kuwa uko karibu na mafanikio. Watu wanakuanza kukupinga bila sababu. Watu wanaanza kukupinga bila sababu. Utagundua tu ghafla watu wanakuonea wivu, wanakusema au wanapinga kila unachokifanya. Hii si bahati mbaya. Mara nyingi watu hawaoni kile ulichonacho sasa, wanaona kile unachokaribia kuwa. Kwa hiyo unapokuwa karibu kufanikiwa, upinzani huongezeka. Hili ni jambo la pili na la msingi ambalo unatakiwa litambue. Kwa hiyo utashangaa upinzani unaongezeka, utashangaa watu wanaanza kukupinga, utashangaa upinzani unaongezeka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona ishara hii, hutakiwi kupuuza, hutakiwi kukata tamaa. Kwa hiyo unapokaribia mafanikio, watu hawaoni ulichonacho, watu wanaona kile unachokwenda kuwa, ndio maana upinzani unaongezeka. Kwa hiyo upinzani utashangaa unaongezeka, yamkini kwenye familia, kwa ndugu, jamaa na marafiki, kazini, upinzani unaongezeka. Kwa hiyo ukiona ishara hii, basi unatakiwa utambue kuwa uko karibu na mafanikio. Lakini jambo la tatu ambalo ukiliona kwenye maisha yako, basi tambua upo karibu na mafanikio. Unajihisi kama haufai. Kuna wakati unajihisi huna mwelekeo, hujielewi au unajiuliza maswali mengi kuhusu maisha yako. Hii ni hatua muhimu sana. Kabla ya kupata utambulisho wako halisi, lazima upoteze kidogo. Ni mchakato wa kubadilishwa kutoka ndani. Kwa hiyo ni muda ambao ukiona jambo hili unajihisi kama hufai, unaanza kuona kama umekata tamaa, unajiona kama hufai. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa unapoanza kujihisi kama hufai, unajiona kama umekata tamaa, unajiona kama hauna thamani, hutakiwi kukata tamaa. Ni jambo ambalo linaonyesha maisha yako yapo karibu na mafanikio. Lakini jambo la 4, ndoto zako zinabadilika au kuwa nzito zaidi. Unaanza kuwa na ndoto kubwa zaidi,
maono mapya, au unatamani maisha tofauti kabisa, hii ni ishara ya mabadiliko ya ndani. Mafanikio huanza kwanza kwenye fikra kabla hayajaonekana kwenye uhalisia. Kwa hiyo unakuwa una ndoto, ndoto zako zinabadilika au kuwa na ndoto au kuwa nzito zaidi. Unaanza kuwa na ndoto kubwa zaidi, unaanza kuwa na maono mapya, au unatamani maisha tofauti. Unakuwa tu ndani yako unaona kabisa kuna sehemu unakwenda, yani unakuwa haukati tamaa, ndani yako unaona kuna nguvu ya ajabu, yani unaona kuna sehemu unakwenda. Unaona kabisa haya maisha yako sio wenyewe, unapata utambuzi kabisa, yani yamkini kuna mambo unaweza kuwa unapitia, lakini ndani yako unakuwa unajiona maisha unayoishi sio maisha yako. Yani unakuwa unapata shauku, unasema unakuwa unawaza, una ndoto kubwa, una maono makubwa, mpaka wewe kuna muda unajishangaa. Unaweza kuwa unaona kabisa una maono makubwa na ukiangalia mfukoni huna hata 100, lakini unakuwa unawaza mambo makubwa. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha maisha yako yapo karibu kufanikiwa. Unakuwa unawaza vitu vikubwa, unawaza mambo makubwa, yani hauridhiki na hatua uliopo ya maisha. Unaona kabisa unatakiwa kufanya kazi ufike pale, unatakiwa kuongeza juhudi kufika pale. Yani unapokuwa unajiona mtu wa namna hiyo, kama unaona jambo hili linatokea kwenye maisha yako, basi unatakiwa utambue kuwa upo karibu na mafanikio. Lakini jambo la 5 ambalo ukiliona, basi utakuwa utambue maisha yako yapo karibu na mafanikio. Unapoteza baadhi ya marafiki au mahusiano. Unapoteza baadhi ya marafiki au mahusiano. Ghafla baadhi ya watu wanaondoka kwenye maisha yako na wengine wanabadilika kabisa. Hii si hasara, ni kusafishwa. Sio kila mtu anaweza kwenda na wewe kwenye hatua inayofuata ya maisha yako. Kwa hiyo hii ni jambo la 5. Unapoteza baadhi ya marafiki, unapoteza baadhi ya watu kwenye maisha yako, unawapoteza baadhi ya marafiki. Kwa hiyo ukiona ishara hii, ukaanza kuona kuna baadhi ya watu wanapotea, baadhi ya watu wanakuacha, hutakiwi kwanza kunung'unika. Ni wakati ambao Mungu anakuwa anawaondoa baadhi ya watu, kwa sababu sio kila mtu unatakiwa kwenda naye. Kwa hiyo ukianza kuona unapoteza baadhi ya marafiki au mahusiano ghafla, unashangaa kuna marafiki, kuna watu wanaanza kukuacha. Kwa hiyo hii ni ishara ambayo inaonyesha maisha yako yamekaribia mafanikio. Lakini jambo la 6, unajisikia kuchoka na maisha ya zamani. Mambo uliyokuwa unayapenda zamani hayakuvutii tena. Unahisi kama unahitaji kitu kikubwa zaidi, cha maana zaidi. Hii ni ishara ya ukuaji. Hii ni ishara ya ukuaji. Huwezi kuingia kwenye maisha mapya ukiwa bado umeyashikilia ya zamani. Hii ni ishara ya msingi sana. Unashangaa unajisikia kuchoka na maisha ya zamani. Vile vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa unavipenda sana, yale mambo ambayo ulikuwa unayafurahia sana mwanzoni, lakini unashangaa ghafla mambo yale unakuwa hayakuvutii tena. Hii ni ishara ambayo inaonyesha maisha yako yamekaribia kuingia kwenye hatua nyingine ya mafanikio. Lakini jambo la 7, unaanza kuwa na hamu ya Mungu au kiroho zaidi. Unaanza kuwa na hamu, unakuwa unapenda vitu vya kiroho, unakuwa na shauku na mambo ya kimungu. Unajikuta unatamani kuomba zaidi, kutafakari zaidi, au kumtafuta Mungu kwa ukaribu zaidi. Hii ni ishara kubwa sana. Mafanikio ya kweli huanza pale unapounganishwa na chanzo chako cha nguvu. Tambua, kama unapitia mambo magumu, watu wanakupinga, unajihisi kupotea na maisha yako yanaonekana kubadilika ghafla, usiogope. Hizo sio dalili za kushindwa, ni ishara kwamba mafanikio yako yako karibu kuliko unavyofikiria. Watu wengi huacha njiani au wanakata tamaa, wakati ukweli ni kwamba walikuwa hatua chache tu kufika kilele. Jambo la msingi ambalo unatakiwa ulitambue, endelea kusonga mbele, usirudi nyuma, na zaidi ya yote amini mchakato, kwa sababu mara nyingi kabla ya mafanikio makubwa maisha huonekana kama yamevurugika kabisa. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo lote ambalo umejifunza, ninaomba comment niambie umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.